Sanae Takaichi ameshinda kura za bunge la Japani na kuingia kwenye vitabu vya kihistoria kama waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa taifa hilo. Kiongozi huyu mwenye umri wa miaka 64 anajulikana kama Iron Lady wa Japani kutokana na msimamo wake thabiti wa kisiasa. Takaichi kutoka chama tawala cha Liberal Democratic Party yani LDP amepata kura 237 katika bunge la China na 125 katika bunge la juu, hivyo kufanikisha ushindi wa kihistoria kwa upande mwingine wa kura katika mabunge yote mawili. Ushindi wake unakuja wakati Japani ikikabiliwa na changamoto za kisiasa kutokana na kashfa ndani ya chama tawala na imani ndogo ya wananchi kwa wanasiasa. Hii ni mara ya 4 katika kipindi cha miaka 5 kwa Japani kupata waziri mpya. Baada ya kura hizo, hatua zinazofuata ni kutangazwa kwa baraza jipya la mawaziri kabla ya kwenda ikulu ya kifalme kwa ajili ya sherehe ya kuapishwa, kisha kuanza rasmi kazi kupitia kikao cha kwanza cha baraza hilo. Kama waziri mkuu, Takaichi atachukua jukumu la kuongoza serikali ya Japani, kutekeleza sera ya kitaifa na kuongoza mashauri ya ndani na ya nje kwa niaba ya nchi. Japani haina rais bali ni nchi ya falme ya kikatiba, si jamhuri. Kiongozi wa taifa ni mfalme, na kwa sasa ni mfalme Naruhito ambaye hana mamlaka ya kisiasa bali anawakilisha umoja wa taifa. Anatekeleza majukumu ya kitaalamu kama ishara ya nchi, na hivyo kiongozi wa serikali ni waziri mkuu.